mkoa wa Tanga linapenda kuwataarifu wananchi kuwa limejipanga kikamilifu kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao unaimarika katika kuelekea sikukuu za Krismasi na mwaka mpya. Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga katika kutekeleza hilo litaimarisha doria za miguu na magari, hususan katika maeneo ya nyumba za ibada, vituo vya mabasi, masoko, fukwe za bahari, kumbi za starehe pamoja na maeneo yote ya makazi ya watu ili kuzuia mianya ya uhalifu. Hili lengo kusudiwa la kubaini na kuzuia uhalifu kwa kusaidiwa na doria hizo, wananchi wahakikishe wanazingatia kanuni za usalama inayosema usalama unaanza kwanza na mtu mwenyewe, ikiwa ni pamoja na kutoacha makazi yao bila uangalizi. Kuelekea msimu wa sikukuu, Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga linapenda kutoa mafanikio ambayo yametokana na jeshi kutoa elimu kwa wananchi juu ya ukatili dhidi ya watoto, ambapo kuna matukio kadhaa ambayo yalipotiwa polisi, ikiwemo tukio la kwanza lilitokea tarehe 8 mwezi wa 10 2025 huko katika kijiji cha Kiloza Korogwe, ambako mtoto mwenye umri wa miaka mitatu alijeruhiwa vibaya kwa kukatwa mguu wa kulia na kitu chenye makali na mtumiwa ambaye anajulikana kwa jina la Abraham Jonathan Sherutete. Uchunguzi ulibaini mtumiwa alifanya ukatili huo kutokana na wivu mapenzi, ambapo huyu mtumiwa alikuwa anataka kumkata na panga bibi ya huyu mtoto ambaye ni mpenzi wake. Ile panga likaenda kukata mguu wa yule mtoto. Kufuatia ushahidi uliokusanywa na kuwasilishwa mahakamani mnamo tarehe 19 mwezi wa 11 2025, mtumiwa alipatikana na hatia ya kuhukumiwa kifungo cha miaka 7 gerezani. Vilevile Jeshi la Polisi leo tarehe 24 mwezi wa 12 2025 limemfikisha mahakamani mtuhumiwa anayejulikana kwa jina la Isaka Clemens Ngulizi, mkazi wa Walei, kwa kosa la kumshambulia na kumkata vidole vitatu mwanafunzi wa darasa la 4 mwenye umri wa miaka 11 mnamo tarehe 2 mwezi wa 12 2025. Mtuhumiwa huyo alitekeleza ukatili huo kwa kisingizio cha kumkuta mtoto huyo akijaribu kuiba ndani ya nyumba yake. Jeshi la Polisi linatoa onyo kali kuwa kwa mtu yote kujichukulia sheria mkononi ni kosa la jinai na hakuna kisingizio chochote kitakachokubalika mbele ya sheria kwa kumfanyia mtu mwingine ukatili. Kutokana na mazingira ya matukio hayo, Jeshi la Polisi linatoa wito kwa jamii, hususan wazazi na walezi, kuongeza umakini wa ulinzi kwa watoto wadogo katika kipindi hiki cha sikukuu ambacho mara nyingi utawaliwa na baadhi ya wazazi na walezi kuacha watoto kwenda kutembea peke yao bila uangalizi wa mtu mzima mwenye akili timamu. Aidha, watumiaji wa barabara wanatakiwa kuzingatia sheria na kuepuka ulevi pamoja na mwendo kasi, ikiwemo na kuyapita magari mengine sehemu ambazo zinakatazwa kisheria. Tunasisitiza kuwa doria zitakuwa kali maeneo yote ya starehe na barabara kuu za kuingia na kutoka mkoani Tanga ili kuhakikisha kila mwananchi anasherekea kwa amani na utulivu. Jeshi la Polisi linaendelea kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, na tunawaomba wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa za haraka viashiria vya uhalifu na uvunjifu wa amani kupitia namba zetu za dharura au kituo chochote cha polisi kilichopo karibu. Vilevile tunawataka wananchi waendelee kutii sheria bila shuruti. Asanteni.